Yesu asifiwe. Ninaitwa Mwalimu Meshack Kilongo. Karibu sana mfuatiliaji wetu katika chaneli hii, na kwa muda tumekuwa tukijifunza mambo kadhaa kuhusiana na kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu, na niombe radhi kwamba siku kadhaa hivi hatujawa live na hatujaleta masomo haya kwa sababu tulitamani angalau tu tunaleta mfululizo, lakini hatujafanikiwa kufanya hivyo katika hizi siku chache. Tuombe radhi, na lakini tuko tunapambana angalau kuweka mambo sawa, hasa huku kwenye mitandao, ili iwe rahisi unapotupata, angalau unatupata kwa ubora, lakini pia angalau unasikia sauti, angalau inatia moyo kidogo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba angalau tunasogea hatua kwa hatua. Lakini kabla ya kuendelea na mambo yote, basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neema yako na nguvu zako. Asante kwa sababu Mungu unatupenda. Asante kwa sababu Bwana unanipa kusema na watoto wako na watumishi wako hawa kutoka mahali. Nami ninawaombea nguvu zako, ninawaombea utulivu muda wanapofuatilia masomo haya. Mungu, wajalie neema ya kuelewa kile ambacho Bwana umekiweka kwenye mafundisho haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sifa na heshima ni za kwako. Amen. Tumekuwa tukijifunza na ninaamini kwamba hii ni sehemu yetu ya 7. Somo tunalojifunza hapa ni kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu, na ni hili hapa. Nitaka kukuonyesha somo ambalo tuko nalo hili hapa. Yes, kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Lakini pia tunatafakari kutoka Mwanzo 27. Kutoka Mwanzo 27, ambapo ndio hapo tunazungumza kwa ukaribu zaidi kutoka Mwanzo 27. Na leo nimezungumza kwa msisitizo sana kwenye maeneo au masomo yaliyopita, hasa juu ya umuhimu wa imani, kwa sababu kauli mbiu yetu katika somo hili ni kwamba tumia imani kama kifungashio. Tumia imani kama kibebeo cha baraka kutoka kwa Mungu. Kumbuka tunazungumza kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Kuna baraka za Mungu, alafu kuna baraka kutoka kwa Mungu. Nitakufundisha hatua kwa hatua, usijali. Lakini kwa sasa tupitie kidogo hapo kwenye eneo la hii habari ya Mwanzo ambayo tumeisoma hapa. Mwanzo 27, somo hili ambalo tuko nalo. Mwanzo 27 mstari wa kwanza. Kuna vitu nataka nikuonyeshe pale. Mwanzo 27 mstari ule wa kwanza. Hebu tusome pamoja. Biblia inasema, ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu, naye akamwitikia, mimi hapa. Mstari wa pili anasema hivi, akasema, tazama, sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Mstari wa tatu anasema, basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo. Kwenye somo lililopita nimekufundisha juu ya imani, lakini pia nimekwambia kwenye somo lililopita, ukipata neema fuatilia, nimefundisha kwamba kila baraka ina silaha zake. Ili kuiteka kuna silaha zake. Ndio maana hapo unaona anasema, chukua mata yako, chukua na podo lako na upinde wako, uende nyikani ukaniwindie mawindo. Kwa hiyo unapotafuta baraka fulani, jifunze kujua kwamba baraka hii ili niipate kuna hitajika silaha ya aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hebu tuendelee kusoma, kwa sababu lengo langu mimi haikuwa kufundisha kuhusu hii. Hebu tuendelee kusoma. Anasema hivi, basi sasa nakuomba. Huo ni mstari wa 3. Mstari wa 4 anasema hivi, ukanifanyie chakula kitamu. Anasema uende kule mawindoni. Hii hapa mstari wa 3 anasema, basi sasa nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo, na hayo mawindo ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee, ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Mstari wa 5 anasema hivi, na Rebeka akasikia. Sasa kutoka hapa kwenye habari za Rebeka,
kutoka kwenye hizi habari za Isaka na mazungumzo na mtoto wake wa kwanza. Kutoka hapa ndipo ambapo nataka kuanza kufundisha kanuni ya tatu, na kuanzia kwenye kanuni ya tatu ndio kanuni za kutofautishwa. Ungekuwa karibu ningekwambia hebu sema kanuni za kutofautishwa au baraka za kutofautishwa. Kuna baraka ambazo watu wengi wanaweza kuzipokea. Ukifuatilia hiyo kanuni ya kwanza na kanuni ya pili, ni kanuni ambazo kila mtu anaweza kufanya, lakini na akapokea baraka. Hiyo iko wazi. Lakini tunapozungumza juu ya kanuni hii ya kuanzia hii ya tatu, ndio kanuni ambazo zinaanza kukutofautisha wewe na watu wengine. Zinaanza kukutofautisha, ukizielewa ukazifanyia kazi, zinaanza kukutofautisha wewe na watu wengine. Tuko pamoja? Kwa hiyo unisikilize kwa makini sana kuanzia mstari wa 5. Hasa nilisema kwamba inashangaza kwamba baraka zililengwa kwa ajili ya Esau, lakini akapokea Yakobo. Sasa haikutokea kwa bahati mbaya, kulikuwa kuna vitu ambavyo vilifanyika kiasi ambacho Yakobo akastahili kuliko Esau. Kwa hiyo nisikilize kwa makini sana, na hasa kuanzia kwenye mstari wa 5. Ni baraka ambazo zinahusika na kukutofautisha wewe na watu wengine. Tuko pamoja? Hebu twende. Anasema hivi mstari wa 5. Mstari wa ngapi? Wa 5. Anasema hivi, na Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Hebu niseme kitu hapa kabla sijaenda mbali. Biblia inasema hivi, Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Kwa hiyo Esau katika vigezo vile vya kwanza vya utii na kusaidia wazazi, ilikuwa ni tiki ndefu, yani ametimiza asilimia zote. Yani ile kanuni ya kwanza na kanuni ya pili alikuwa ametimiza yote. Na hapa anaenda akawinde mawindo ili alete, afanye kama baba yake alivyomwambia. Sasa amefanya hilo lote. Hebu tuone hapo kitu. Hebu tuone kitu hapo. Anasema hivi, Rebeka akamwambia Yakobo. Tupo mstari wa 6 jamani, ngoja nikuonyeshe huu mstari wa 6. Hebu ili tusome pamoja. Anasema hivi, Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe. Sasa Rebeka anaenda kumwambia mtoto wake mdogo wa pili, Doto. Maana kula alitangulia mkubwa, Doto sasa, maana hawa ni mapacha. Anasema akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia. Angalia ni kama chukua tahadhari, kuwa makini. Angalia, kuwa makini, chukua tahadhari. Yani nilikwambia kwamba baraka ni za kung'ang'ania, ni za kugombania. Sasa anamwambia angalia. Hii neno angalia manake hata ninachoenda kukufundisha hapa, ama ninachoenda kukufanyia hapa, ama ninachoenda kukuambia ukifanye kwa sasa, kuwa macho makini, unisikilize kwa makini. Sasa anasema angalia. Anasema nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena. Hebu tuende ule mstari wa 6 pale. Anasema hivi, akinenaje? Akinena hivi, ngoja nikuonyeshe huu mstari hapa kwa sababu pia tunarejea, kwa unaweza ukaendelea kuitazama. Anasema hivi, anasema niletee mawindo. Baba yake Esau, yani Isaka anamwambia Esau, anasema niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana. Nitakufundisha huko mbele tunapozungumza kukubariki mbele za Bwana maana yake nini. Lakini hebu tuendelee kwenda. Anasema ukanifanyia namna hiyo ili nikubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Umeona hiyo? Anasema sasa ngoja nikufanyie kitu fulani hapa ili uweze kupokea kitu fulani kizuri hapa. Yes. Naona kuna haja ya kukuwekea hii hapa. Naona inakaa vizuri. Okay. Sasa anasema hivi, ukanifanyie chakula kitamu, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Sasa anaposema namna hiyo, anaanza kukutaka huyu ndugu aanze kujua kilichojiri kwenye yale mazungumzo ya baba na mtoto wa kwanza yalijiri vipi. Sasa
Sasa Rebeka, angalia anachokisema, anasema basi sasa mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza, yaani fanya kama nilivyokuelekeza. Ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati, ngoja nikusomee hii Kumbukumbu la Torati 28. Tutarudi hapo kwenye Mwanzo 27. Tutarudi hapo kwenye Kumbukumbu la Torati 28. Kuna kitu pale, angalia. Anasema hivi, angalia hiki hapa. Kule amesema utakaposikiliza, nisikilize kwa makini nitakavyokuagiza leo. Huku anasema hivi, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Bahati mbaya ni kwamba watu wengi huwa wanaanza kutafuta zile baraka za Mungu, lakini wanasahau kwamba Mungu alishawaahidia kwamba ili kupokea zile baraka lazima kuna vigezo vimetangulia pale mbele: kusikia sauti ya Mungu kwa makini, kwa bidii, na kuyafanya maagizo ya Mungu kwa bidii. Kwa hiyo haupokei tu baraka, lakini ili kupokea lazima zianze na kufanyaje? Na kusikia na kuyafanya yale maagizo yake kama inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumza namna hiyo, nadhani sasa unanielewa kwamba ndio maana nasisitiza kwamba lazima na ni muhimu sana uwe makini katika hizi hatua ambazo tutaendelea kufundisha hapa, kwa sababu ni kanuni muhimu, ni kanuni ambazo zinahitaji umakini, hazihitaji haraka, hazihitaji mbwembwe. Ni kanuni. Mnafahamu tunapozungumza juu ya kanuni, maana yake tunazungumzia utaratibu wa kupokea kitu fulani au wa kutengeneza kitu fulani. Wale waliosoma masomo ya sayansi, kuna kanuni za kutengeneza oxygen, au kuna kanuni za kutengeneza kitu fulani. Sasa nisitoe mfano hapa, lakini ili kitokee lazima vigezo fulani, hiki na hiki na hiki na hiki vifanyike, ndio kinatokea. Manake usipotimiza hayo mahitaji au hivyo vigezo au hizo kanuni, upokee kile cha mbele. Nilisema kuna mawili: usipofuata kanuni au usipozijua kanuni, kuna mawili. La kwanza, ama unaweza usipokee baraka kabisa. La pili, unaweza ukapokea baraka lakini changamoto yake hazitadumu. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa huna namna ya kuendelea kuzitunza, hujajifunza namna ya kuzipata. Ni kama vile mtu ambaye anakuletea maji, alafu mwingine anakuonyesha kisima au bomba lilipo, au wote wawili ni tofauti. Yule aliyeletewa maji ni tofauti na huyu aliyeonyeshwa kisima kilipo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi ninachokifanya hapa ni kukuonyesha kisima ama chemchemi au bomba lilipo, ili nisikuletee tu baraka kwamba ubarikiwe, utazipokea alafu zitapotea. Nataka nikufundishe unazipataje, unazitafutaje hizo baraka, na muda wote ukiwa peke yako, ukiwa mahali popote, unaweza kujua namna ya kuzitafuta. Sasa turudi kule kwenye mwanzo. Nataka kuonyesha kitu kizuri pale. Nataka kuonyesha kitu kizuri cha leo. Mwanzo 20 Mwanzo 27 ndio somo la msingi liko pale. Kwa hiyo hapo tutakuwa tunaenda tunarudi ili kuweza kuona mambo yanakuaje. Sasa tulikuwa pale kwa Yakobo, ambapo anaambiwa na mama yake Rebeka. Anasema hivi, mama yake anasema hivi, hebu soma hii pamoja na mimi. Anasema hivi, hebu angalia. Anasema, basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Niko nasisitiza kwamba kuna maelekezo ili kupokea baraka, lazima kuna maelekezo fulani lazima uyatimize. Anasema hivi, enenda sasa kundini ukanitwalie wanambuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako, namna ile aipendayo. Sasa kabla ya kwenda huko mbele, mimi nataka nipigie mstari hichi kitu hapa. Hichi kitu hapa. Hebu angalia pamoja na mimi. Enenda sasa. Umekiona hicho? Enenda sasa.
enenda sasa. Kanuni ya tatu unaweza kuandika ama unaweza ukaendelea kunukuu. Tulizungumza kanuni ya kwanza juu ya kuheshimu wazazi, lakini juu ya pili ilikuwa ni ile ya kwanza ni kuwasaidia wazazi, lakini ya pili tuzungumza juu ya mambo mengi. Ukipata nafasi rudia huko, sina muda wa kurudia sana, nataka kufundisha kitu hapa kwa dakika hizi ambazo Mungu ametupa. Anasema hii kanuni ya tatu, enenda sasa, enenda sasa. Kanuni ya tatu andika. Kutumia kanuni ya tatu hii hapa. Kanuni ya tatu, kutumia muda vizuri. Jifunze kutumia muda vizuri. Rebeka anamwambia Bwana, baba yako ametoka kumwambia Esau kwamba nenda ukaniwindie mawindo. Lakini hapa tunachokiona, Rebeka anasema nenda sasa. Esau ameshaondoka kwenda kutafuta mawindo ili amletee baba yake, lakini yeye pia anamwambia nenda sasa. Hoja yangu mimi hapo ni muda ambao anataka huyu ndugu autumie au fanye. Ningezungumza kwa lugha ya Kihehe, ningesema baraka ni za kinyatalio, yaani ni za kushindania, za kuwaia, ziko mahali, lakini ili uzipate lazima ujifunze kutumia muda vizuri. Ndio maana wazungu wanasema time is money. Kwa nini? Kwa sababu kwenye muda kuna baraka zako mle, kuna baraka zako mle. Labda nitumie lugha hii hapo uweze kunielewa. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize kwa makini, mtu wa Mungu. Ukitaka kujua muda kama una thamani ama ukipoteza muda kuna hasara, hebu jaribu kufuatilia. Si wewe unasikiza redio? Okay, inawezekana usikizi redio, unaangalia TV. Inawezekana pia uangalie TV, labda unatumia social media. Kwenye hivi vyombo vyote vya habari huwa kuna matangazo. Sawa? Na bahati nzuri mimi nipo kwenye industry ya media au journalism kwa ujumla. Kwa hiyo naelewa ninachokizungumza. Tangazo linalipiwa kwa muda linaoenda hewani. Hiyo ni moja. Yaani kama siku tukisema liende mara 6, lisikike mara 6, kuna idadi yake ya malipo. Linaenda hewani maana yake kama ni redioni, kama ni kwenye TV the same. Tangazo linalipiwa hapo. Lakini cha pili, lile tangazo linalipiwa kwa sababu ya urefu au ufupi wake. Ndio maana utasikiliza wanapotangaza zile menu au zile package za matangazo ya media yote ile, wanazo hizo. Watakwambia tangazo la sekunde 60 ni kiasi kadhaa. Tangazo la dakika 1 ni kiasi kadhaa. Tangazo lenye interview ndani kwa mfano, lenye dakika 5 lina kiasi kadhaa. Hivi sio muda tu, kuna mtu aliniuliza kama anataka kumsaidia kurusha live kwenye mitandao ibada, kwa maana ya mitandaoni. Nikamuuliza unataka hiyo ibada ya muda gani, yaani ya masaa mangapi? Sawa? Aliposema tu nikamwambia kwa hiyo gharama ni hii. Sasa sijui unaweza kuelewa sasa kwamba kulingana na urefu wa lile tangazo lake analotaka liende hewani ndio atalipia kulingana hiyo. Sasa tunapozungumza juu ya baraka hatuwezi kuacha kusema juu ya fedha, kwa sababu fedha ni sehemu ya baraka za Mungu. Tuko pamoja? Kwa hiyo namna zinavyotumika ndio baraka zenyewe. Sasa unaweza kaelewa ukalinganisha muda na baraka zilivyokaa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hapa ni kwamba jifunze kutumia muda vizuri. Kuna watu ambao wanapoteza baraka za Mungu, wanapoteza mishahara, wanapoteza malipo makubwa, wanapoteza fursa kwa sababu wanatumia muda vibaya. Yaani nashangaa mtu Mungu atuhurumie, Mungu atuhurumie. Anaenda mahali hana jambo la kufanya, yaani yuko tu, hana jambo la kufanya, anapoteza muda. Juzi hapa nimeenda duka moja, kuna jamaa anayeuza anatumia simu. Unajua hakugundua kama nimeingia na wala hakugundua kama nimetoka.
sababu nimeingia pale nimeona yuko busy na simu, nikajiondokea. Maanake muda wake anaupoteza kwenye simu na anaikosa ile baraka ya faida kwenye biashara. Huyu kesho atakuja asema, mtumishi niombee biashara yangu. Nini? Umepoteza muda. Muda wako unapoteza kwenye nini? Jamani, kuna muda tumepewa na Mungu, muda. Kuna muda wa kujifunza. Kuna muda wa kujifunza. Ni muhimu sana huo. Yaani ukiona una nafasi, take time to learn new things. Jifunze vitu vipya. Ukipata nafasi jifunze. Alifundisha ambaye sasa hivi ni waziri wa vijana, wakati huo akiwa kocha tu wa maisha akifundisha huko kwenye mitandao, alisema hivi, hata ukiwa kwenye daladala, yani upo kwenye bajaji au kwenye bodaboda ama kwenye magari haya ya umma, unasafiri unaenda mahali, usilale tu au usikae tu unashinda kwenye mitandao yoyote tu unajifurahisha tu kwa jifunze vitu vipya. Na hiyo kanuni mimi nimeichukua kwa sababu nimeona ikifanya kazi kwenye maisha yangu. Nimeona ikinisaidia kwamba nikiwa njiani naweza nikajifunza kitu kipya. Nikiwa njiani naweza nikajifunza mambo mapya. Nikiwa njiani naweza nikapitia document fulani. Nikiwa njiani naweza nikafuatilia mambo. Hiyo imekuwa sasa hivi tabia ya maisha yangu. Kwani ndio maana naweza nikashika simu kama watu wengine wanavyoshika simu. Lakini kile ninachokifanya mle ni kinajenga kitu kwenye maisha yangu. Kinasaidia jambo kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo mtumishi wa Mungu anamwambia enenda sasa. Hebu angalia hiyo. Anasema enenda sasa. Enenda sasa. Kwa nini anamwambia enenda sasa? Kwa sababu wakati huo kuna mashindano. Ndugu yake Esau ameshaenda tayari. Ameenda huko polini kwa ajili ya kutafuta mawindo. Lakini hapa anamwambia enenda sasa. Manake anataka kumuhimiza kwamba atumie huu muda vizuri. Hata kagepu ka huu muda kabla yule ndugu hajarudi, huyu yeye amemaliza shughuli yote. Ukisoma ile kisa kizima unaweza kaelewa kwa nini huyu mama Rebeka alimwambia Yakobo kwamba enenda sasa. Unaweza kaelewa hiyo sentensi kwa nini Yakobo alimwambia enenda sasa. Kwa sababu unakuja kuona huku mbele ukifuatilia, unakuja kugundua kwamba kumbe hii vita ilikuwa ni kubwa sana. Walikuwa wanapambania, walikuwa wanapigania ili kupata nafasi ya kuweza kupata zile baraka. Haikujalisha kwamba huyu alipata kwa kuiba, kwa kufanyaje, lakini hiyo sio hoja. Tutajifunza mbele kwa nini ilitokea vile. Lakini hoja yangu hapa kwa sasa ni kwamba alimwambia enenda sasa. Kwa hiyo wewe mimi nakutuma, unachofikiria kukifanya anza sasa. Kuna watu ambao Mungu amewaidia vitu vikubwa tu. Na ukiwatazama kiukweli wanao akili na uwezo mkubwa tu wa kufanya mambo. Lakini kila wakijaribu au kila ukiwauliza mbona mjaanza? Sina mtaji, sina nini. Alinifundisha mwalimu mmoja akasema ni vizuri kujifunza kutumia rasilimali ndogo ulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kutumia rasilimali ndogo. Inawezekana huna uwezo wa kukodi frame ya kuanzisha biashara hata ya kuuza chakula. Kwa sababu ndiko kuna baraka. Hapa nafundisha kwamba ili upokee baraka kuna kazi lazima ufanye. Sasa hizo kazi unazianza saa ngapi? Unatumia muda gani kujifunza kuhusu hizo kazi? Ndio ninachokifundisha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe una connect. Kuna mtu aliniambia jifunze kuconnect. Sasa inawezekana huna mtaji mkubwa wa kukodi frame, ndio nilichokuwa nazungumza hapa. Lakini nyumba yako ina kibaraza ambacho pengine unaweza ukaanza kupika chakula ukaanza kuuzia hapo. Ukatengeneza viti mahali, watu wakawa wanakaa wanakuja wanapata chakula kama iko eneo zuri. Lakini inawezekana hauna kamera nzuri, kwa mfano wale ambao wanataka kustream ibada kama hivi kwa watumishi wa Mungu. Hauna kamera nzuri au hauna laptop, hauna vifaa vikubwa sana kiasi ambacho unaweza kusema ninaweza nikaanzisha kazi yangu ikawa kubwa nzuri.
Lakini pengine una simu tu smartphone ambayo inaweza ikapiga picha nzuri, inaweza ikarekodi ka video kazuri. Kwa nini usifanye namna hiyo? Jichukulie tu ako kasimu kako, nenda mahali, itegeshe hapo, egesha hapo, anza kujirekodi ka video, fundisha jambo lako, watu wakiona huko mtandaoni wata support tu. Unanielewa sasa, mtu wa Mungu? Tumia rasilimali hizo ndogo, lakini kikubwa anza, kwa sababu ile starting point inakujengea misingi. Kwanza inakupa uzoefu. Kesho ukifikia kile kiwango kikubwa, inakuwa rahisi kuelezea kwamba ulitoka hapo ukafika hapo ukapita hapa ukapita hapa, mpaka sasa unakuwa mzoefu kujua kwenye hii changamoto yake ni hii, lakini naweza nikatatua kwa namna hii. Kwenye hii changamoto yake ni hii, inaweza kutatua namna hii. Hata biashara iko hivyo. Ukianza biashara ukasubiri upate milioni 100, alafu uanzishe biashara ya milioni 100 wakati hujawahi kufanya biashara hata 50,000, lazima ukipata hasara itakuwa utaumia, na inawezekana ukafa kabisa, ukapoteza hata baraka ya kuishi miaka mingi. Kwa nini? Kwa sababu umetaka kusubiri kuanza juu. Kinachoanziaga juu ni kaburi peke yake. Yaani kinachoanzia juu kwenda chini ni kaburi peke yake. Ndio maana ukianzia juu unaanza kushuka chini, lakini ukianzia chini unaanza kupanda juu. Neno gumu kidogo. Hebu niseme kitu kuhusiana na muda. Watu wote tumepewa masaa 24 kwa siku. Umewahi kujua hii? Kila mtu, hata wewe unayenifuatilia, umepewa masaa 24 kila siku. Umepewa siku 7 kwa wiki. Umepewa siku 30, 28 inategemea mwezi. Lakini wote tuna miezi 12 kila mwaka. Ajabu ni hivi, ndani ya masaa 24 kuna mtu ambaye anatengeneza milioni 2. Alafu kuna mtu ambaye anasema mimi leo ilikuwa siku ngumu sana. Bado kuna mchongo na usikilizia. Kwa nini usiendelee kusikilizia ukiwa kazini? Yaani ndani ya masaa 24 kuna mtu ametengeneza hela au ametengeneza fursa ya fedha kesho, alafu kuna mtu ndani ya masaa 24 hayo hajafanya chochote. Sawa, hujapata hela lakini hujatengeneza hata fursa tu. Sawa, okay. Toka basi, usingangane ndani. Okay, hata basi huwezi kutoka ndani pengine kwa sababu ya mazingira, unaumwa na kadhalika. Lakini unaweza kushika simu ukatafuta fursa hata huko kwenye mitandao, ukatengeneza opportunity fulani ambayo pengine mbele itakuingizia fedha. Kwa tunachotofautiana sio muda tulionao, ila tunachotofautiana ni namna ya kutumia muda. Ndio maana nakwambia kanuni ya 3, ili kupokea baraka za Mungu, jifunze kutumia muda vizuri. Kuna watu ambao jambo dogo tu anatumia masaa mengi, lakini kuna mwingine jambo fupi tu kama hili anatumia muda mfupi tu. Enenda sasa, anaenda anachukua mwanambuzi na wanatengeneza chakula, wanapata baraka, wanaondoka. Huyu ndugu ameenda amezurura na kuzurura. Sasa kuna watu ambao kajambo kadogo kakutumia muda mfupi ana extend time. Usifanye hivyo, na usiwe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe wewe mtu ambaye anatumia muda ovyo. Make sure you learn how to use time. Make sure you learn how to utilize time. Kwa sababu muda ulio nao actually ni mfupi sana. Nilikuwa nafuatilia mahali nilikuwa nafuatilia hesabu za muda. Hebu nikusomee hesabu za muda ambazo nilizifuatilia na kuziandika mahali. Utakuja kugundua kwamba hauna muda mrefu hivyo, ila tu ni vile tu tunajipotezea muda. Hebu tusome hizi hesabu, ni nzuri sana. Zinanitia moyo na mimi huwa zinanipa kujifunza. Hebu tuchukue kwa mfano, umesoma shule ya msingi, ukasoma sekondari, labda pengine sekondari mpaka kule advance na chuo na kadhalika. Ukaanza kazi. Ukaanza kazi ukiwa na miaka 20. Yani ukianza kazini, yani kule ukaanza na miaka mingapi? Miaka mingapi? Miaka 20. Umeajiriwa, tuchukue mfano, umeajiriwa. Halafu kama wewe katika hiyo kazi ambayo unaifanya
labda utafanya mpaka unafika miaka tuchukue mfano miaka 70, yani utafanya kazi mpaka miaka 70. Manake miaka yako ya kazi itakuwa ni miaka 50. Umenielewa? Miaka ya kufanya kazi miaka mingapi? 50. Kama siku sina masaa 24, tuchukue mfano ukalala masaa 12. Tuchukue mfano umelala nusu ya siku, masaa ngapi? 12. Si ndio? Manake kwa lugha rahisi tunakuwa tumebaki na masaa 12. Tuko pamoja? Katika ile siku inawezekana usio umelala, ila uko unafanya vitu vingine, ila tuchukue ule mfano wote, masaa ngapi? 12 unatumia ukiwa nyumbani, si ndio? Alafu masaa angalau 4 ya kujiandaa na safari kwenda na kurudi, na hayo masaa menyewe 4 tuchukue si saa 12 umeamka, ile saa 1, au tuchukue ile yale masaa jioni, umetoka zako kazini saa 10, kwa hiyo saa 11, saa 12, alafu na hapa umejiandaa saa 1 na saa 2, kwa hiyo umeingia kazini saa 2, kwa hiyo masaa 4 umeyapoteza pale. Kwa hiyo masaa 4 ya safari ya kujiandaa na safari kwenda kazini na kurudi, hiyo go and return. Tuko pamoja? Kwa hiyo kuna masaa 4 yametolewa kwenye yale masaa 12. Tuko pamoja? Tayari taratibu. Mfano ukiwa kazini kuna muda wa chai na chakula angalau cha mchana. Sijui wewe unatumia masaa mangapi. Lakini kuna wale ambao pamoja na simu, jumulisha kutumia simu, yani sizungumzii kutumia simu kwa ajili ya kufanya kazi, nazungumzia kutumia simu kwa ajili ya kurelax. Watu wanasema bwana haiwezekani nafanya kazi masaa yote, angalau na chat kidogo. Chukua muda unaotumia simu, chukua muda unaopata chai na muda unaopata chakula cha mchana, masaa 3. Sawa? Masaa mangapi? Masaa 3. Katika yale masaa 12 tukitoa 4 ya go and return ya kwenda na kurudi, yanabaki masaa 8. Ukitoa hayo kwenye hayo masaa 8, ukitoa masaa 3 ya uko kazini, lakini kule kazini haufanyi kazi, yani upo una simu, upo na labda kwenye chai. Sababu kuna watu ambao akienda kunywa chai tu anashinda huko. Sasa tuchukue masaa 3 jumla, inawezekana mmoja wapo ukazidisha kati hayo, ukazidisha muda wa kupata chakula cha mchana, au ukazidisha kwenye matumizi ya simu, lakini tujumuishe kwa pamoja kwa siku nzima unakuwa na masaa 3 yamepotea. Kwa hiyo kwenye yale masaa 8 yanakuwa yamebaki masaa 5 tu ya kufanya kazi ndani ya hiyo miaka 50. Tuko pamoja? Sasa kama masaa 5 ndio yamebaki kwa siku moja, si ndio? Tuchukue mwaka mmoja. Nataka tufanye hesabu hapo pamoja. Calculator niko nayo hapa. Calculator niko nayo hapa. Tuchukue mfano masaa 5 kila siku. Mwaka una siku 365. Zidisha mara masaa 5. Unajua kwa mwaka utakuwa umefanya masaa 1825 tu. Masaa 1000, naandika hapa. Masaa 1825. Mimi ni mwalimu, lazima nikufundishe. Sasa kwenye haya masaa 1825 zidisha mara 50 ambayo miaka ambayo wewe utafanya kazi. 1825 zidisha mara 50, utakuwa umefanya masaa mangapi katika hiyo miaka yote? Utakuwa umefanya masaa 91,250. Sijui kama unajaribu kuzidisha vyovyote, lakini kama unaamini hizi hesabu tuende nazo pamoja. Katika hayo masaa 91,250 manake ni kwa miaka 50. Sasa igawe hii kwa haya masaa, gawanya kwa 24 ili tupate angalau idadi ya siku katika hiyo miaka 50. Utakuwa umefanya siku ngapi? 91,250 gawanya kwa 24. Utakuwa umepata siku 300
3,802 siku. Sawa. Sasa ili tupate idadi ya miaka hapa, okay, tunaweza tukaigawanya hiyo hata kwenye namna nyingine ili tupate miezi, lakini hebu tupate miaka. Mwaka mmoja tumesema hizi siku 3,802 gawanya kwa mwaka mmoja una siku 365, ili tujue katika miaka 50 kazi halisi utakuwa umefanya miaka mingapi. Unaona, ni miaka 10 tu, miaka 10 na miezi 4, miaka 10.416. Kwa hiyo katika miaka 50 ya kazi unakuwa umefanya, kama ukifanya hesabu hiyo, unakuwa umefanya kazi halisi kule kazini miaka 10 na miezi 4. Sijui ni asilimia ngapi hiyo. Ngoja nizidishe hapa ili uweze kunielewa. Nizidishe hapa 1000 hapo ni sawa na asilimia 20 tu, asilimia 20 tu ya muda wako wote ulioutumia, yaani muda wa miaka 50 uliopewa, asilimia 20 tu ndio ambao umekuwa nayo. Nataka kusema nini? Nataka kusema hivi, ukipewa muda wa kufanya kazi, fanya kazi. Ukipewa fursa fulani, tumia, fanya kwa wakati kadri inavyowezekana. Fanya kwa wakati kadri inavyowezekana. Kuna watu ambao kazi zao zina deadline. Sasa ukisubiri deadline mara nyingi na yenyewe huwa inakufa. Deadline manake ni muda, mstari uliochorwa kwamba mpaka hapa wewe umemaliza. Sasa ukiweza fanya kabla ya ile deadline. Nina shuhuda za wafanyakazi wengi ambao wamepandishwa vyeo, wamepata promotion kubwa, wameongezewa mishahara, wamepata fursa za kutembea na mabosi huko na huko tu kwa sababu wanafanya kwa wakati. Yaani miongoni mwa sifa yao kubwa ni hiyo. Yaani before deadline amesubmit kazi. Maanake hiyo inawasaidia wao kuaminika kwamba yes, tuna huyu mtu anaweza kufanya kazi before deadline amesubmit. Hiyo ni sifa muhimu sana kwenye maisha, hata kazini tu. Sasa hiyo inaweza ikawa ni hata kwenye maisha yako binafsi, kwenye haya masaa mengine ambayo nimekwambia kwamba inaweza ikawa upo nyumbani tu masaa 12, unaweza ukatumia kufanya mambo mengine ya kwako wewe mwenyewe. Ukasema okay, natoka kazini saa 10, kutoka kazini mpaka nyumbani natumia nusu saa. Tumia huo muda vizuri, tembea, usizubaishwe na vitu njiani, fanya chapu, ufike nyumbani, na ukiwa nyumbani uwe na jambo la kufanya, hakikisha linatimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa kutimia kwake ndio baraka za Mungu hapo zinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa leo natamani itoshe hapo. Itoshe hapo. Nitakufundisha somo linalofuata, mazuio ambayo adui ameyaweka kwenye muda. Nitakufundisha ili tuyashughulikie hapo, lakini leo nataka dozi hii ya leo inatosha. Nikufundishe tu, inatoshea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka niombe kwa ajili yako juu ya uwezo wako wa kutumia muda vizuri, kwa sababu hiyo inahusisha muda wako kuungana na akili, lakini muda wako pia kuhusisha imani, lakini pia kuondolewa vile vinavyokupotezea muda, Nitakufundisha mazuio yanayozuia matumizi sahihi ya muda wako, nitakufundisha. Lakini kwa leo nataka nikuombe kwamba Mungu akusaidie kwenye muda ambao unao. Mungu aweze kukusaidia. Hebu tuombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, ninamwombea huyu ambaye Bwana umenipa kuzungumza naye kwa lugha hii. Asante kwa sababu Bwana unatamani sote tupokee baraka. Lakini Mungu, baraka umezifix kwenye muda. Mungu, wengine ni wazee sasa hivi wanatamani wangekuwa vijana, kwa sababu wanaona wamechelewa. Kuna vitu ambavyo wangetakiwa kuvipokea nyakati zile, lakini sasa wamezikosa. Bwana,
Mungu wasaidie na wao katika muda mfupi uliowapa kuishi duniani, katika muda mfupi uliowapa kuwa na nguvu, katika muda mfupi uliowapa kuona fursa mbalimbali. Mungu wasaidie katika nyakati hizo hizo. Mungu asichoke. Mungu wasaidie kutumia muda walio nao. Lakini Mungu, ninakushukuru hata kwa ajili ya huyu kijana. Mungu, tazama ambavyo Bwana